faman tawaffarat fihi shurutu wujubi alhajj, yule ambaye zitapatikana kwake sharti za kumwezesha yeye kwenda kuitekeleza ibada ya hija, yani akaweza kumiliki tiketi ya kumfikisha Makka, akaweza kumiliki fedha ambayo itamfanya awe kule Makka, kukaa kwenye hoteli na huduma zote za chakula na vinywaji, na akawa na fedha ya kuweza kuachia familia yake, wayasarahu Allahu alayhi, na Allah akamfanyia wepesi kuielekea safari hiyo, maana yake akiwa ni mzima wa afya, ana nguvu zake, falyubadir fihi, basi na afanye haraka kuitekeleza ibada hiyo ya hija. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, taajjalu ila al-hajj, fanyeni haraka kwenda kuitekeleza ibada ya hija, fa inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, la yadri ma ya'ridu lahu, hajui ni kitu gani ambacho kitamtokea baada ya hapo. Ibada hii Allah jalla fi'ala anaponiwezesha mimi na wewe, tunatakiwa tufanye haraka kwenda kuitekeleza. Kwa sababu gani? Tunapojiwekea tarehe, kila mwaka unapokuja unautia mwaka mwingine mbele, hauwezi kujua ni mambo gani ambayo yanaweza kukutokea. Ima unaweza kuondoka duniani ukashindwa kuitekeleza ibada ya haji, kwa sababu wewe unapanga na Allah jalla fi'ala, na yeye anapanga, na safari ya kifo inapokuja haiagi wala haitoi taarifa kwa yoyote. Yawezekana umekaa wasema mwakani, na ili hali una uwezo wa kuhiji, kumbe Allah jalla fi'ala amekuandikia ya kwamba hii ndio ilikuwa nafasi yako ya mwisho, kama una uwezo ukaitekeleze ibada ya hija. Au yawezekana mwaka ambao unaopanga kwenda kuhiji likaweza kukutokea jambo jingine, jambo ambalo kwamba la maradhi, ukashindwa kutekeleza ibada ya hija. Kwa sababu gani? Kile ambacho kwamba ulichokiweka kwa ajili ya kwamba kikuwezeshe wewe kuitekeleza ibada ya hija, kuna uwezekano ikawa kinatumika katika kuyatibu maradhi yako. Au vile vile yawezekana ukawa una afya njema, lakini Allah jalla fi'ala akaichukua ile mali au pesa ambayo iliyokuwa inakuwezesha wewe kwenda kuhiji. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya kwamba taajjalu ila alhaji, fanyeni haraka kuitekeleza ibada ya hija, fa inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, la yadri ma ya'ridu lahu, hajui ni kitu gani ambacho kitamtokea kwenye maisha yake. Akhrajahu Ahmad, hadithi ameipokea Imamu Ahmad kwa nambari 2869. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami', utaipata kwa nambari 2957.